Bima Pub, urahisi wa maisha. Wale yote naomba kuchukua fursa hii ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema na kuweza kukutana hapa leo kwa lengo ya kuweza kushiriki kwenye siku hii ya kitaifa ya tunzo ya Kaizen. Ndugu washiriki, neno la Kaizen limetokana na maneno mawili ya Kijapani ambayo moja ni kai inayomaanisha mabadiliko endelevu na la pili ni zen ambayo inamaanisha kwa maendeleo. Kwa maana hiyo mabadiliko endelevu kwa maendeleo ndio maana ya Kaizen. Falsafa hii ya Kaizen inatumika kwa ajili ya kuweza kuongeza utendaji lakini pia na ubora na kuleta mabadiliko chanya pamoja na kuhamasisha ushiriki wa wafanyakazi, management na taasisi mbalimbali ili kuweza kuhakikisha kuwa unapatikana ufasaha kwenye kutumia rasilimali, pia ubunifu shirikishi na kuweza kuhakikisha kuwa mbinu ambazo zinatumika kwenye taasisi hizo za uzalishaji zinapunguza gharama, lakini pia zinaweza kuongeza uzalishaji na ubora wa bidhaa pamoja na kuweza kuongeza thamani kwenye mnyororo mzima wa thamani wa taasisi husika. Kama unavyoona dunia sasa hivi inabadilika kiutendaji. Nchi nyingi zina competition, kuna ushindani mkubwa sana. Kwa hiyo sio Tanzania tu wenye vivutio vizuri vya utalii, sio Tanzania tu wenye bidhaa nzuri ambazo zinazalishwa za kiasili, lakini ni nchi nyingi. Sasa ili tuweze sisi kuonekana kuwa tuko top kwenye ushindani, basi kuna haja na sisi wenyewe kubadilika na hususan kubadilisha mfumo mzima wa kuendesha taasisi zetu lakini pia na viwanda vyetu ili tuweze kuboresha bidhaa zenye ubora, lakini na sisi pia kuweza kushindana, tunaweza tukasema kihaki billahi na nchi za nje. Ndugu washiriki, Tanzania ni miongoni mwa nchi 10 ambazo zinatekeleza Kaizen Afrika, na nchi hizo 4 ziko kwenye eneo la SADC ambayo ni Mauritius, Afrika Kusini, Tanzania na Zambia. Na utekelezaji wa Kaizen unaendana na malengo makuu ya Umoja wa Afrika wa Agenda 2063 unayosema Afrika tunayotaka. Utekelezaji wa Kaizen, falsafa ya Kaizen pia inaleta msaada mkubwa sana kwa serikali na kuongeza juhudi zetu kwenye kuhakikisha kuwa tunaweka mazingira rafiki kwa ajili ya wafanyabiashara, lakini pia kuweza kusaidia uzalishaji kwenye sekta ya viwanda. Na ndio maana wizara zetu hizi mbili zina support uwepo wa Kaizen na tutaendelea kusupport uwepo wa Kaizen ili kuweza kuhakikisha kuwa na sisi kama Tanzania tunapata mabadiliko chanya. Ndugu washiriki, kwenye juhudi za kuendeleza kutekeleza Kaizen na matumizi yake, mwaka 2019 wizara iliandaa na kuzindua mpango wa miaka 10 ambao unaoitwa Framework for Quality and Productivity Improvement kwa upande wa Kaizen. Hadi sasa Kaizen imeweza kutekelezwa kwenye mikoa 13. Anaitwa Richard Poleza, nafanya kazi Wizara ya Viwanda na Biashara. Ni mkuu wa hii kitengo cha Kaizen Tanzania. Mradi wa Kaizen hapa nchini kwetu ulianza mwaka 2013, ambao mradi huu tunafanya Wizara ya Viwanda kwa kushirikiana na ndugu zetu JICA Tanzania. Kuanzia kipindi hicho mpaka sasa hivi tumeweza kutekeleza falsafa hii ya Kaizen kwenye viwanda zaidi ya 130 hapa nchini ambao vinatekeleza Kaizen, lakini vile vile tumeweza kufikia mikoa 18 kwa Tanzania bara na mikoa 5 kwa upande wa Zanzibar. Na vile vile mafanikio kwa sasa tumeshaweza kupata wakufunzi wa Kaizen 89 hapa nchini ambao mara kwa mara wanaendelea kutembelea viwanda vyetu na kuweza kuwafundisha falsafa ya Kaizen, ni jinsi gani wanaweza kuitumia viwanda vyetu kwa lengo la kupunguza gharama ya uzalishaji na vile vile kuongeza tija katika uzalishaji mali. Kwa upande wa viwanda vyetu vidogo, tunasema mara nyingi kwenye viwanda vidogo kuna changamoto nyingi tofauti na viwanda vikubwa. Kwa hiyo mara nyingi kwenye falsafa ya Kaizen wengi ambao pia wanashiriki katika mafunzo yetu ni viwanda vidogo kwa sababu changamoto ni nyingi. Kwa hiyo
Wengi wao wanasema hii falsafa ina manufaa sana kwao, na wengi wanataka kusoma hii falsafa Kaizen kwa ajili ya kuondoa changamoto walizonazo katika viwanda vyao. Good morning, my name is Hitoshi Hara, Chief Representative of JICA Tanzania office. And we have cooperated in this sector more than 10 years. I mean that we have conducted our technical cooperation to expand of the Kaizen approach in industry. Pastor Ezekiel anaingia Tanzania. Ni siku 3 za ishara, miujiza, maajabu na uponyaji tere, na kuliombea taifa la Tanzania. Huduma ya New Life Prayer Center and Church Mombasa nchini Kenya na rais wa Baraza la Mitume na Manabii Tanzania, Daktari Joshua Mwatiara, wanamleta Tanzania mtu wa Mungu Pastor Ezekiel katika mkutano wa siku 3 pekee kwa Kilimanjaro. Eneo ni katikati ya Bomang'ombe na Kia, kituo cha Mijohoroni, kuanzia tarehe 14 hadi tarehe 16 mwezi wa 3 2025, kila siku kuanzia saa 2 asubuhi na kuendelea. Wamepona na kufunguliwa wengi. Hauna sababu ya kuteseka tena. Madhabahu ya kifamilia iliyotesa babake babako imekufikia, ivunjwe na nguvu zote. Kwa maelekezo piga simu namba 0774781537. Watu wote mnakaribishwa.